Haya ni makala maalum kwa ajili ya eneo hatari zaidi katika dunia linalopatikana baharini, katika kina cha bahari ya Atlantiki, mahali ambapo upepo huzungumza kwa sauti ya ajabu na mawimbi huonekana kana kwamba yana kumbukumbu za siri za karne zilizopita. Ni eneo ambalo limeacha alama ya maswali yasiyoisha katika akili za wanadamu. Wengine huliona kama hadithi tu, wengine huliona kama onyo la maumbile, na wengine huliona kama mlango wa fumbo ambalo mwanadamu bado hajaukaribia kikamilifu. Hili ni eneo linalojulikana kama pembe tatu ya Bermuda, yaani Bermuda Triangle, sehemu ya bahari ambayo imezungukwa na hadithi za kutoweka kwa meli, ndege na watu bila dalili, bila maelezo ya moja kwa moja, kana kwamba vilimezwa na kimya cha bahari isiyo na huruma. Jina langu naitwa Ali Katalambula na hii ni Safanki TV. Nipe muda wako upate nafasi ya kujifunza na kujua sehemu ya siri muhimu zaidi za sayari hii ya dunia. Ni wapi mahali ilipo siri hii ya bahari? Pembe tatu ya Bermuda sio nchi wala sio eneo rasmi lililopimwa kwa mipaka ya kiserikali. Ni eneo la kijiografia linalokadiriwa kuwa kati ya Florida, Marekani na Bermuda huko Puerto Rico. Ukichora mstari kwenye ramani kuunganisha maeneo haya matatu, utapata umbo la pembe tatu, na ndani yake ndipo hadithi zilipozaliwa. Eneo hili lina ukubwa unaokadiriwa kufikia mamilioni ya kilomita za mraba za bahari zenye shughuli nyingi za usafiri wa kimataifa. Ni njia ambayo meli na ndege hupita kila siku, lakini pia imekuwa sehemu ambayo baadhi ya safari hazikuwahi kurudi. Ingawa matukio ya ajabu yameripotiwa kwa karne nyingi, jina la Bermuda Triangle lilianza kupata umaarufu wa kisasa katika karne ya 20. Mwaka 1950 waandishi wa bahari walianza kuandika kuhusu matukio ya meli na ndege zilizotoweka bila maelezo. Baadaye makala ya jarida la Fate Magazine lililipa eneo hili uzito mkubwa zaidi, na hatimaye mwandishi Vincent Gaddis aliliita rasmi The Deadly Bermuda Triangle. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1964. Lakini kilichofanyika lijulikane zaidi duniani ni kitabu cha Charles Beltis kilichochapishwa mwaka 1974, ambacho kilichanganya simulizi za ajabu, historia na nadharia zisizo za kawaida, na dunia ikaingia kwenye mvuto wa fumbo hilo. Safari za mwanahistoria na mgunduzi wa bara la Amerika Bwana Christopher Columbus alipokuwa akikatiza katika eneo la Bermuda, aliripoti kuna mambo yasiyo ya kawaida katika eneo hilo. Alieleza kuhusu mwanga usioeleweka baharini na mabadiliko ya kushangaza ya dira yake. Wanasayansi wa leo wanaeleza kuwa huenda zilikuwa hali za kawaida za kijiografia na anga, lakini katika macho ya historia zilikuwa mbegu za simulizi ambazo leo tunaita Bermuda Triangle. Eneo hili linatajwa kama eneo hatari zaidi katika bahari, na zipo ajali ambazo inasemwa zilitokea katika eneo la Bermuda na zimebaki historia ambayo haijaacha majawabu. Mwaka 1918 meli ya US Cyclops ilimezwa na eneo hilo la Bermuda na kutoweka kabisa. Hadi leo hii hakuna aliyewahi kuyaona mabaki wala mwili wa mtu yoyote. Ni mojawapo ya visa vilivyozungumzwa zaidi miaka hiyo kila kona ya dunia. Taarifa zinasema meli ya US Cyclops ilikuwa ni meli ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 300. Ilitoweka kabisa mwaka 1918 ikiwa njiani kuelekea Baltimore. Hakukuwa na ishara ya dharura, hakukuwa na mabaki yaliyopatikana, hakukuwa na ushahidi wa vitu au dhoruba kubwa iliyoripotiwa wakati huo. Meli ilionekana kana kwamba imefutika katika uso wa dunia. Rais wa wakati huo wa Marekani Bwana Woodrow Wilson aliwahi kusema kwa huzuni kwamba Mungu pekee na bahari yake ndiyo wanaojua nini kilitokea.
Ajali nyingine ilihusisha ndege ya Flight 19 ya mwaka 1945. Hili ndilo tukio lililoifanya Bermuda Triangle ijulikane zaidi duniani. Ilikuwa ni tarehe 5 Disemba mwaka 1945. Ndege 5 za kijeshi ziliondoka Florida kwa mafunzo ya kawaida. Lakini muda sio mrefu, mawasiliano yakaanza kutatanika. Rubani alisikika akisema kwamba dira zao hazifanyi kazi na hawajui mahali walipo. Kadiri muda ulivyopita, sauti zikapotea kabisa. Ndege zote 5 zikatoweka. Cha kushangaza zaidi, ndege ya uokoaji iliyotumwa kuwatafuta nayo ilipotea. Zaidi ya watu 27 kwa ujumla walipotea bila athari yoyote kupatikana. Kaleo mwaka 2026, sio mabaki, sio mwili, hakuna chochote kilichopatikana kwenye ajali hiyo. Lakini swali kubwa tunajiuliza, ni kitu gani hasa kilitokea pale Bermuda? Hapa nisikilize kwa utulivu na makini ili upate kujifunza eneo hilo la kihistoria na kisayansi. Sababu halisi zinazoweza kuangusha ndege katika eneo hilo la Bermuda Triangle zinatajwa kwa ukubwa kwamba mojawapo ni dhoruba kali za ghafla, yani thunderstorm, mawimbi makubwa ya bahari, pamoja na hitilafu ya dira au GPS. Lakini swali linaloulizwa, ndege zinapoteaje? Zinazama baharini au zinatoweka angani? Jawabu la uhakika na la moja kwa moja ni kwamba ndege hazitoweki angani. Kihalisia, kinachotokea katika matukio kama ya Bermuda Triangle ni kwamba ndege huanguka au kupata ajali, halafu ushahidi wake unaweza kuwa mgumu kupatikana, hasa baharini. Labda nikueleze kwa njia rahisi. Iko hivi, ndege haziwezi kutoweka angani. Ndege ikishakuwa angani inaweza kupoteza mawasiliano, inaweza kuingia kwenye dhoruba, inaweza kupata hitilafu ya injini au dira, lakini mwisho wake huwa inashuka, yani crash, au inatua baharini au ardhini na inakuwa ajali. Haiwezekani kutoweka angani bila sababu yoyote ya kimwili. Kwa nini watu husema ndege fulani imetoweka? Hili hutokea hasa baharini kwa sababu bahari ni eneo kubwa sana. Endapo ndege itaanguka Atlantiki, eneo la kuitafuta mabaki yake huwa ni eneo kubwa mno. Kina cha bahari pia huwa ni kirefu sana. Mabaki yanaweza kuzama haraka, vipande vya ndege vinaweza kuzama chini ya maji kabisa, na mawimbi makubwa yanaweza kusambaza mabaki hayo. Mawasiliano hukatika ghafla kabla ya ajali. Rubani anaweza kuripoti tatizo, kisha mawasiliano yakakatika. Kwa watu wa nje inaonekana kama amepotea. Mafumbo yanayojaribu kuelezwa kisayansi ni pamoja na haya. Ingawa hadithi zimekuwa ni nyingi na za kusisimua, sayansi imejaribu kutoa majibu yenye mantiki. Kwanza, makosa ya kibinadamu. Bahari hii ni mojawapo ya njia zenye msongamano mkubwa wa usafiri duniani. Makosa ya ulambazaji, yani navigation, uchovu na hitilafu za kiufundi vinaweza kusababisha ajali. Lakini sababu ya pili ni hali mbaya ya hewa. Dhoruba za Atlantiki hutokea kwa kasi bila onyo la muda mrefu. Vimbunga vinaweza kuibuka na kuharibu meli au ndege ndani ya muda mfupi. Sababu nyingine ya tatu inayotajwa na wanasayansi ni mawimbi makubwa, yani log waves. Haya ni mawimbi makubwa yasiyotabirika ambayo yanaweza kufika urefu zaidi ya mita 20 mpaka 30. Yanaweza kuimeza meli kubwa ndani ya dakika chache. Baadhi ya maeneo ya Atlantiki yana tofauti ya sumaku inayoweza kuathiri usomaji wa dira, hasa kwa vyombo vya zamani vya ulambazaji, yani navigation. Sababu ya 5 inatajwa kwamba ni gesi ya methane. Wanasayansi wengi wanaeleza kuwa gesi inaweza kutoka chini ya bahari inaweza kupunguza msongamano wa maji na kusababisha meli kuzama ghafla, ingawa ushahidi wa moja kwa moja bado ni mdogo kuhusu nadharia hiyo. Lakini zipo nadharia za kusisimua zaidi ya sayansi inavyosema. Nadharia hizo ni pamoja na ile inayosema kwamba bahari ilivyo na kina kisichoonekana, ndivyo pia fikra za wanadamu zinavyojaribu kujaza mapengo ya majibu. Wapo wanaosema ni nguvu za viumbe wa angani, wengine wanaamini kuna mlango wa mwelekeo wa dunia nyingine, na wengine wanaunganisha eneo hilo la Bermuda na hadithi ya mji wa Atlantis, mji wa kale uliodaiwa kuzama chini ya bahari. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha nadharia hizi.
ulinzi. Sayansi ya leo inasema nini? Shirika la NOAA la Marekani limesema wazi kwamba hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa Bermuda Triangle ina kiwango cha juu cha ajali kuliko maeneo mengine yenye shughuli nyingi za baharini. Kwa maneno mengine, bahari hii si laana au eneo maalum la kutoweka, bali ni sehemu ya dunia yenye changamoto za kawaida za usafiri wa majini na anga. Lakini kwa nini fumbo hili la Bermuda Triangle kuhusishwa na ajali bado halifi mpaka leo? Kwa sababu kutoweka bila mwili kuonekana, kimya cha ghafla cha mawasiliano, bahari isiyo na huruma na ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja ni moja ya sababu inayofanya fumbo hili la Bermuda Triangle kuwa midomoni mwa watu na kwenye akili za watu mpaka hii leo. Ni hadithi inayolisha udadisi wa mwanadamu, udhiari wa kujua kile kisichojulikana. Mwisho, bahari na kioo cha fikra za binadamu. Bermuda Triangle si tu eneo la bahari, ni kioo kinachoaksi hofu, udadisi na uwezo mdogo wa mwanadamu kuelewa nguvu za maumbile. Labda majibu yake yapo katika mawimbi, labda yapo kwenye historia ambayo bado haijafukuliwa, au labda kama baadhi ya mafumbo mengine ya dunia itabaki kuwa swali lisilo na mwisho. Na hivyo bahari inaendelea kuzungumza kwa lugha yake ya ukimya, na wanadamu anaendelea kusikiliza, akitafuta jibu ambalo huenda halitapatikana kirahisi.